bungeni kumsindikiza waziri wetu Mheshimiwa Daniel Chongolo ambaye ni waziri wa kilimo. Leo ndiyo siku ambayo ametoa hotuba yake ya bajeti. Kwanza ameanza na utekelezaji na baadaye hotuba yake ya bajeti ya mwaka 26-27. Kama mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko yani COPRA, katika mambo muhimu ambayo tumeyaweka kwenye mipango yetu ya mwaka huu ni jinsi ambavyo Tanzania tunaenda kuleta mapinduzi katika kujitegemea kwenye swala zima la mafuta ya kula. Kama ambavyo mmesikia, mpaka sasa hivi tumeweza kufikia uzalishaji wa mbegu za mafuta ndani ya nchi umefika mpaka tani milioni 2, lakini kwa mipango ambayo imewekwa tumeona jinsi ambavyo tunaenda kuongeza kwa kasi na kwa maradufu, kwa sababu tumeweka mikakati ya kitofauti ya kwenda kuhakikisha sasa wakati umefika kwa kupunguza ule uagizaji na utegemezi wa mafuta ya kula nje ya nchi. Sisi hapa Tanzania tuna ardhi, tuna wakulima, tuna watu ambao wako tayari na wameshaonyesha kwa mfano. Kwa hiyo kuna mkakati ambao tumeuweka ambao unaitwa National Edible Oil Strategy, yani mkakati wa mafuta ya kula wa kitaifa. Huu mkakati unaenda kuangalia jinsi ambavyo tunaendelea kuchagiza uzalishaji wa mbegu hizi za mafuta, hasa mbegu za mafuta ya alizeti, lakini vile vile kuanza mchakato wa kuwa na mbegu na kilimo cha kichikichi, kukiongeza na kukichagiza. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali tunaenda kufanya kwenye uzalishaji, lakini hatuishii kwenye uzalishaji peke yake, tunaenda kuhakikisha jinsi ambavyo tutaenda kulinda soko la ndani. Kwa hiyo katika hilo kuna mikakati mingi ambayo tunafanya kuweza kuona jinsi ambavyo tutakuwa tunaangalia uingizaji wa mafuta ili kumpa Mtanzania ambaye amelima hizi mbegu za mafuta nafasi ya kupata soko. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia kitu kinaitwa gap, yani uangalia jinsi ambavyo uagizaji unapungua kwa jinsi ambavyo uzalishaji unaongezeka. Hili ni jambo kubwa na la msingi ambalo tukiendelea kulifanya kama ambavyo tutalianza kwa nguvu kubwa kwa utekelezaji wa huo mkakati, utatupelekea ikifika mwaka 2030 Tanzania sasa tutajitegemea kwenye masuala ya mafuta ya kula. Tutakuwa tutegemei kuingiza tena mafuta ya kula nchini. Kwa hiyo tutakuwa tumeenda kuokoa fedha nyingi za kigeni ambazo tunatumia katika kuingiza haya mafuta ya kula nchini, lakini vile vile tutakuwa tumetoa ajira kubwa sana kwa wakulima wetu, lakini kwa viwanda ambavyo tunaenda kuvisimamia sasa, ambavyo vitaenda kutoa ajira kwa vijana na kwa taifa kubwa kwa ujumla. Asanteni sana.